Mama mdogo. Karibu. Asante baba. Mama mdogo. Abe. Umeolewa? Nimeshaachika, nilikuwa nimeolewa. Mimi ningejua nijibu tu umeolewa. Ndio. Uliachika? Ndio. Mama mdogo, umetupiwa roho mbaya. Umetupiwa roho ya kwenda kufanya kazi baa, usiishi na wanaume. Ni kweli baba. Ni kweli nini? Nimeshaenda kufanya kazi sehemu. Wapi? Singida. Baa? Ndio. Baba nisaidie. Mama mdogo, wamekurushia roho mbaya. Nisaidie baba. Sikiliza. Kilichokufanya uachane na huyu mwanaume ni marafiki zako. Kweli baba. Wakati ukiwa na huyu mwanaume ulikuwa mtu mzuri, lakini wakati ulivyoendelea kuwa na huyu mwanaume, kuna rafiki yako mmoja ulimpata ambaye alikuwa na mtoto mmoja wa kiume, na huyu rafiki yako ambaye ana mtoto wa kiume, yeye alikuwa hana mume, alikuwa na mtoto tu. Mkao mnapiga story kipindi hicho ukiwa na mume wako, mkao mara nyingi mnapiga story, na mara nyingi rafiki yako alikuwa anakuja muda ambao unapika wewe. Ni kweli baba. Umeshamkumbuka? Ndio. Umeshamkumbuka? Ndio. Ndio baba. Huyu rafiki yako akawa anakuambia, huyu rafiki yako story anaweza kuwa anakupigia sio story nzuri, akawa anakupigia story za michepuko alionayo. Ni kweli baba. Michepuko ume za watu. Ni kweli baba. Siku moja kuna mume wa mtu ambaye alikutaka wewe, akamtuma rafiki yako kuja kukuzungumza na wewe. Akaja kana anaongea na wewe kiutana, kana anasema huyu mtu ana pesa. Ni kweli baba. Nisaidie baba. Huyu rafiki yako baadaye akaanza kukutengenezea vitu ambavyo sio vizuri. Ndani ukajikuta kama mume wako akikusemesha kitu kidogo unakuwa na hasira. Ni kweli baba. Ukao unamjibu vibaya. Kweli baba. Ukao unamjibu vibaya. Ni kweli. Siku moja akaondoka. Baadaye akarudi muda ambao sio muda ambao anakuambia yeye kurudi. Ni kweli baba. Akakukuta ukiwa unaongea na simu. Ndio. Akakuuliza unaongea na nani? Ukamjibu kwamba ni mtu tu wa kawaida. Akananyang'anya simu yako, akakupiga. Ni kweli baba. Nisaidie baba. Alivyokupiga ukamjibu vibaya, ukataka kuondoka, ukao hujaondoka. Ni kweli. Ukaendelea, lakini ukawa mtu wa hasira. Kweli baba. Mpaka mwisho mkoja kuachana. Kweli. Aliyekuachanisha kwenye ile issue ni adui wa kupitia rafiki. Lakini kweli baba. Adui ambaye anapambana na maisha yako, na mwana akisema unaitwa nani? Ma Steven. Naona adui akisema utafanya kazi baa. Baba nisaidie. Kuna rafiki yako mmoja anakuambia kuna kazi. Ni kweli. Hiyo kazi ni kazi ya mgahawa. Ni kazi kama ya kuuza hoteli. Anakuambia ni hoteli. Lakini ukweli ni hapa. Hiyo hoteli iko ndani ya baa. Ni kweli baba. Ni kweli. Ni kweli. Alikuambia lini? Aliniambia wakati niko Singida. Kaniambia ukifika nyumbani nimpigie simu, na tokea jana ananipigia simu, sikupokea simu. Mnataka kufanywa check up? Mko tayari kufanywa check up ya kutosha? Huyu ndo anaitwa Nabii Frankie. Nisaidie baba. Sikwambia unaumwa kichwa, naona mwenye kichwa hapa anaumwa kichwa. Sio kama anatabiri hivyo anakosea. Level yake ile. Sasa mama mdogo nitakuwa nikufungue. Asante baba, nisaidie. Basi Steven yuko wapi? Yuko Dar es Salaam. Ameshaoa? Hapana. Bado unampenda? Ndio. Muongea naye lini? Kila siku naongea naye. Nataka urudi kwa baba Steven. Sawa baba. Umesikia? Ndio. Lakini ukirudi kwa baba Steven, ukirudi kwa nani? Kwa baba Steven. Achana na marafiki wabaya. Sawa baba. Umesikia? Ndio. Kailinde ndoa yako. Sawa baba. Sawa ma Steven? Ndio. Leta mkono wako. Kila roho ya kuhangaika na kutumikishwa katika eneo la baa na kutenga nayo
kutenga na hiyo roho. In the name of Jesus. Na kutenga na hiyo roho katika jina la Yesu. Lete. Roho inayokuhangaisha ili usitulie. Ouch! Ouch! Roho inayokuhangaisha ili usitulie. Mlete. Roho inayokuhangaisha ili usitulie. Nimeiondoa juu yako. Kuanzia sasa naachilia utulivu ndani mwako. Ukaishi katika nyumba yako kwa amani na upendo. Jesus name. Amen. Ma Steven, njoo. Simu yako iko wapi? Kwenye pochi. Kalete. Namba yake inaisha na ngapi? Sogea sasa kwa kamera. Ya Airtel inaisha na 400. Na nyingine? 28. Katika jina la Yesu. Baba Steven, wewe msave nani huko? Wewe msave nani huko? Baba Steven. Katika jina la Yesu Kristo, Baba Steven, unanisikia huko ulipo na kulazimisha katika jina la Yesu mtumie message mke wako ya kumhitaji arudi nyumbani haraka. Katika jina la Yesu. Kuanzia sasa hivi, Baba Steven anaweza kukupigia kukutumia message atahitaji urudi nyumbani, sawa? Amina baba. Urudi nyumbani usiwe na maneno mengi, sawa? Sawa baba. Sio nini? Nisiwe na maneno mengi. Rudi nyumbani kwako, usiendelee kufanya kazi baba. Asante baba, Mungu akubariki. Amina.